Yafaa baadaye kujiuliza ni rahisi lipi, kuishi kwenye huzuni au kwenye furaha? Kajili yenu, lipi ni rahisi, kuishi kwenye furaha au kwenye huzuni? Jibu la haraka ni kwenye furaha, lakini ni ngumu sana kuishi kwenye furaha. Kristo mwana wa Mungu aliyeteseka, aliyekufa, amefufuka. Hayo tupo kwenye juma ambalo ni wiki ya huruma ya Mungu, yanadhihirisha huruma alionayo Mungu. Yaani huruma ni uwezekano wa kuwa na maisha mapya, maisha ya kipasaka, maisha ya shukrani, maisha ya kiekaristi, maisha ya furaha. Mababa wa kanisa kwa kueleza kwamba ni ngumu sana kuishi kwenye furaha, wanasema hizi siku 50 za Pasaka ni marufuku kukasirika. Tangu tumeadhimisha mkesha wa Pasaka mpaka leo, umekasirika mara ngapi? Umehuzunika mara ngapi? Umehukumu mara ngapi? Hayo ni madogodogo nayo dondoza, na hayo ndio yanayotupelekea sisi kuwa na huzuni. Lakini inawezekana kuwa na furaha na kuishi kwenye furaha? Ndiyo, inawezekana. Tunasikia katika liturujia ya neno leo simulizi kutoka Injili ya Yohane la mtu maarufu, mtu wa pekee anaitwa Nikodemo. Wataalamu wa maandiko matakatifu wanaielezea Injili ya Yohane wakihusianisha na upendo kwa Mungu kwa nguvu zote, kwa akili zote na kwa nafsi zote, kwa kumzingatia Nikodemo ambaye alimpenda Mungu kwa namna hiyo, ngazi tatu taratibu. Ila huyu alienda akakutana na Kristo wakati wa usiku, ni yule yule mapokeo yanasema anaitwa Bartolomayo. Hapa Kristo anamwambia na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa akili zake anajiuliza, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Na hayo ndiyo maana ya neno huruma ya Mungu. Wakibrania wanasema rechamim, ni maneno yale yale ambayo yanaelezea mji wa uzazi wa mama. Unapokutana na huruma ya Mungu unazaliwa mara ya pili, na kuzaliwa mara ya pili maana yake kupokea uwezekano wa maisha mapya, kifo cha mtu wa kale na uhai wa mtu mpya. Mkipata nafasi someni Wagalatia sura ya 5, sura ya 6 aya 18 na kuendelea. Kuna matendo ya mwili na matendo ya roho. Kutoka kwenye hasira kuwa na mtu mwenye upole, kutoka kwenye kiburi kuwa mnyenyekevu. Sasa kila mmoja anaweza akaweka orodha yake, kutoka wapi kwenda wapi. Huruma ya Mungu inatufanya tupite kutoka kielelezo cha mtu aliitwa Saulo, anaitwa sasa Mtakatifu Paulo. Mtu ambaye alikuwa pale akitoza ushuru anaitwa Lawi, sasa anaitwa Mtakatifu Matayo. Mtu ambaye labda ni mimi au wewe anaitwa mbea, sasa ataitwa msema ukweli. Mtu ambaye anaitwa mwizi, sasa ataitwa, wewe unaitwa nani? Sasa utaitwa. Hayo ndio maana ya kuzaliwa upya. Unayataka? Labda tumeshindwa kupokea nafasi hiyo vizuri wakati huu, siku hizi za Pasaka. Mungu anatupa nafasi nyingine. Kumbukeni, kibinadamu mtu anapokosea tunamwambia unapewa nafasi ya pili. Kwa Mungu hakuna nafasi ya pili. We have infinite possibilities. Mungu anatupa nafasi zisizo na idadi. Leo tuchukue nafasi hii katika adhimisho hili ili atupe neema ya kuwa na maisha mapya ambayo ni zawadi yake kupitia neno lake, lakini kupitia pia mwili na damu yake, ili tupate kustahilishwa kuadhimisha vema, yani katika ukweli, ekaristi hii, tukiri sasa dhambi zetu.